Kundi la G55 lililomo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na ambalo kimsingi linapinga ajenda ya no reforms no election. Kwa mujibu wa taarifa, linaelezwa kuwa lina mpango wa kuja na mkakati mpya, hasa baada ya mikakati miwili ya hivi karibuni kutokuwa na mafanikio. Kwa mujibu wa taarifa hizo, inaelezwa kwamba waraka uliosambazwa na kundi hilo wiki iliyopita, ambao ulikuwa na saini na majina ya hao watu 55 wanaounda hilo kundi la G55, lakini licha ya majina na saini, waraka huo pia ulikuwa na msimamo wa hilo kundi wakieleza kwa nini wanapinga agenda ya no reforms no election, lakini pia wakatoa lawama mbalimbali dhidi ya mwenyekiti mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Wakatoa malalamiko kuhusu watu wanaohusishwa na chama hicho kama mwanaharakati Maria Sarungi. Wakamlaumu pia kiongozi mwandamizi wa chama hicho Mheshimiwa Godbless Lema kutokana na kauli yake kwamba wanaopingana na no reforms no election wajiondoe na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa katika huo waraka wao. Walitarajia kwamba labda waraka ule ungepokelewa vizuri, lakini mapokeo hayakuwa mazuri. Watu wengi katika kuusoma, na pengine mtu yeyote ambaye aliusoma waraka ule, haikuwa vigumu kuelewa kwamba hawa watu wanajichanganya, kwa sababu kimsingi ajenda ya no reforms no election si ajenda iliyoanzishwa na Mheshimiwa Lissu, wala si ajenda ya uongozi mpya wa Chadema. Ni ajenda iliyowekwa hadharani tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2024 na aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe, na hakuna maelezo yanayotolewa na hawa watu kwamba kwa nini hawakugomea wakati huo Mheshimiwa Mbowe alivyosema no reforms no election, lakini ghafla sasa hivi wamekuwa na upinzani. Hata hivyo, baada ya kufeli kwa huo waraka ambao ulipelekea mmoja wa wanakikundi hao, Catherine Ruge, kuvuliwa madaraka aliyokuwa akishikilia katika makao makuu ya Chadema, waliamua kufanya mkutano na waandishi wa habari. Na katika mkutano huo na waandishi wa habari, kubwa zaidi lililofanyika lilikuwa kufafanua ule waraka wao. Kwa hiyo ni kama kitu kilikuwa ni kile kile kutoka kwenye maandishi hadi kuwa kwenye maongezi. Wakatoa ufafanuzi wa hoja walizokuwa wamezitoa katika ule waraka, lakini walikwenda hatua moja mbali zaidi ya kilichomo kwenye waraka, ambapo walijaribu kutenganisha ajenda hii ya no reforms no election, kwa maana ya kwamba wao, kwa mujibu wa maelezo yao, walikuwa wanaunga mkono reforms, kwamba kuna haja ya kufanyika mabadiliko ya sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, lakini hawaafiki swala la kutoshiriki uchaguzi. Na wakatoa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na katiba ya Chadema kuhusiana na masuala ya uchaguzi, lakini wakadai kwamba kuwazuia wanachadema wanaotaka kuwania uongozi au kuwania ubunge au udiwani itakuwa ni kukiuka haki zao za msingi, kwa sababu hao 55 wote wanajitanabaisha kuwa ni watiania, kwamba wanataka kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kinyume na msimamo wa chama kwamba kusipokuwa na mabadiliko katika sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, basi uchaguzi huo hautofanyika. Sio kwamba Chadema haitoshiriki, lakini itahamasisha Watanzania washinikize ili uchaguzi huo usifanyike. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kwamba barua, waraka ule walioutoa haukupata mapokeo mazuri, lakini pia hiyo press conference ilikuwa mbovu zaidi ya ule waraka, kwa sababu hasa ilipofika wakati wa kuuliza maswali, na wanahabari walijitahidi. Wanahabari wengi walioshiriki katika press conference waliuliza maswali mazuri ambayo pengine yalikuwa yanagusa hisia za watu mbalimbali. Majibu yaliyotolewa katika ile press conference, hakuna moja lililoonyesha kuwa hawa watu wana nia nzuri, na kimsingi ile press conference inaweza kuelezwa kwamba iliharibu zaidi taswira ya hiyo kundi la G55 kuliko hata ule waraka ule. Yaani kama ule waraka ulikuwa na madhara, basi ile press conference ilikuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo hilo wamelielewa, na matarajio yao kwamba labda kungekuwa na reaction nzuri kwa upande wao yamekwenda kinyume. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana ni kwamba sasa wanakuja na mikakati mipya, na mkakati mmoja kati ya hiyo kadhaa inayotajwa
ni pamoja na ujio wa yule mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha aliyepewa kipigo kule Njombe. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba anaandaliwa press conference ambayo itafanyika siku chache zijazo, na lengo la hiyo press conference pamoja na masuala mengine ni kutoa tuhuma nzito, na tuhuma hizo kwa kiasi kikubwa zinaelekezwa kwa viongozi wakuu wa chama hicho, hususan Mheshimiwa Lissu, pia Mheshimiwa John Heche na Mheshimiwa Godbless Lema. Na kuhusu Mheshimiwa Heche atahusishwa na ukweli kuwa yeye alikuwa anaongoza kikao kwa Njombe wakati inapodaiwa kwamba tukio la kupigwa huyo mwenezi wa Bawacha lilipotokea. Kwa hiyo huo ndio mkakati. Tuhuma hizo zinahusu nini bado hazijafahamika, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kuwa ni tuhuma nzito, na wanatarajia kuwa zote ni sehemu ya huu mkakati wa G55, kwa sababu hata huyo mwenezi ni miongoni mwa watu wanaounga mkono hilo kundi la G55, na wenyewe wametanabaisha kwamba japo jina ni G55 lakini kuna wanachama kuna wanachama wengi wa Chadema, walidai kwa zaidi ya 200 ambao wanaunga mkono msimamo wao, yani kupinga hiyo no reforms no election. Lakini pamoja na mengine inaelezwa kwamba mkakati hasa, lengo na mengineyo yanayofanywa na kundi hili la G55 ni jitihada endelevu la kuhakikisha hatimaye Mheshimiwa Lissu aidha anatoka madarakani kwa hiari yake au kwa njia zozote zile stahili, lakini wanafanya jitihada na kudhibitisha kuhakikisha kuwa uwenyekiti wa Mheshimiwa Lissu unakuwa mfupi kadri iwezekanavyo. Sasa endapo hilo linawezekana au la ni swala la muda. Hata hivyo, changamoto moja ambayo mimi binafsi naiona ni ambayo na pia nimeielezea mara kadhaa, ni jinsi gani Chadema wafanye kukabiliana na hawa watu, kwa sababu baadhi ya watu wanasema kwamba hawa wanataka attention, na dawa ya attention ni kama mbu. Wanasema attention ni kama mbu, kwamba ukitaka kumuua mbu mnyime access ya damu, weka chandarua au weka dawa, akikosa damu mbu anakufa. Na mtu anayetaka attention, njia bora ya kudili naye ni kumnyima attention. So as long as unamnyima attention, eventually anaweza kugive up, lakini that only applies kwa mtu ambaye ana labda akigive up hana cha kupoteza. Tatizo la watu ambao wana mkakati kwa mfano wa kutaka mabadiliko yatokee Chadema, ndani ya Chadema, ni watu ambao tayari wamepoteza, watu ambao walikuwa na nyadhifa zao, watu ambao walikuwa kula yao inategemea fadhila ya mwenyekiti aliyepita. Kwa hiyo mazingira ya sasa, maana yake kwa Kiswahili wanasema yatafanya njia zao za kwenda msalani ziote nyasi. Maana yake kula yao itakuwa changamoto. Lakini pia kundi hilo kwa mujibu wa taarifa linafadhiliwa na watu wale ambao walifanya jitihada za kutaka kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu hapati uwenyekiti wa Chadema na mpinzani wake Mheshimiwa Mbowe anashinda. Kwa hiyo kwa upande mmoja kuna shinikizo la hiyo fedha kwamba anatakiwa itapike, kwa maana kuwa alipewa pesa lakini matokeo yakawa tofauti. Kwa hiyo sasa inabidi waendeleze jitihada kuhakikisha wafanikiwa. Lakini upande wa pili ni wao wenyewe kupigania maslahi yao binafsi kuhusu mustakabali wao kimaisha, lakini pia maisha yao ya kisiasa. Hata hivyo pia kuna swala moja ambalo pia linahusiana na hili, ambalo sio moja kwa moja kuhusiana na Chadema. Ni ukweli kwamba mtu yeyote mwenye jina japo la wastani anapotangaza kwamba anataka kuwania ubunge, kuna uwezekano mkubwa mbunge mwenye jimbo hilo akaenda kumnunua, wakajaribu kuongea kwamba bwana, wewe tatizo lako nini, unahitaji nini, chukua milioni 50 hapa, achana na huu mpango. Kwa hiyo wanakuwa wanaua kama ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa upande mmoja wanaleta chokochoko kwa Chadema, lakini upande wa pili kuna biashara hii ya majimbo, kwamba ile tishio kwa sisi tutasimama, tutagombea. Na uzuri kwao, hoja hii inakuwa na uzito kwa madai kuwa CCM labda kwa namna moja au nyingine inaweza kuwasaidia hawa watu ili waweze kupata hayo majimbo. Kwa hiyo mtu mwenye jimbo lake akishaona hili anaweza akapanda dau. Kwa hiyo anaweza kutengeneza fedha kupitia kitu hicho, lakini lengo la msingi kwa mujibu wa taarifa ni kuhakikisha kuwa uongozi wa Mheshimiwa Lissu haufanikiwi. Sasa Chadema wanafanya nini? Wanachukua hatua gani? Nadhani kwa wanaokipenda chama hicho, wafuasi wa chama hicho waendelee kutoa maoni na ushauri. Basi mimi niishie hapa, asanteni na kwaherini.